jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie, usiniache, nipatie yote yanayonifaa, nipatie yote yatokayo kwa Bwana. Niko tayari kuyapokea yote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Pigie Bwana makofi mengi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwasalimia wenzako wawili watatu, waambie karibu imani mwa Bwana. Lakini siku nyingine ambayo Mungu amekusudia kuweza kututengeneza kwa kiwango kingine kipi ambacho amekusudia kututengeneza. Ni vizuri kila mmoja akasimama kwa kiwango ambacho Mungu anataka aweze kusimama na kutembea kwa kiwango ambacho Mungu anataka aweze kutembea. Namna ya kutembea iko namna ya mtu anayotaka na iko namna ambayo Mungu anataka. Sasa mara nyingi nasema jifunze kuhakikisha unaangalia ni kitu gani Mungu anataka kufanya na wewe, au ni namna gani ambayo Mungu anakupatia wewe uweza kusimama nayo au kutembea nayo, kwa sababu namna ambayo Mungu anakupatia ndio kiu yake au ndio moyo wake. Sasa huwezi ukaishi katika moyo wa Mungu kama huwezi kuyaishi yale ambayo Mungu anakufundisha. Yale ambayo Mungu anakufundisha ndio yaliyobeba moyo wa Mungu, lakini ndio yaliyobeba kiu ya Mungu kwenye maisha yako, lakini ndio yaliyobeba nafasi ya Mungu au muonekano wa Mungu kwenye nafasi ambayo amekupatia. Kwa nini? Kwa sababu muonekano wa Mungu upo kwenye kila anachokufundisha. Huwezi ukamwona Mungu anatembea na miguu kama mimi hivi ninavyotembea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ukimwona Mungu anatembea kwa miguu hivi kama mimi ninavyotembea, lazima umuone akiwa ndani ya sura ya mtu. Lazima umuone akiwa ndani ya ufahamu wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo ni vizuri pia kuweza kuwa makini katika nafasi yako na katika hatua uliopewa kusimama nayo. Kwa nini? Kwa sababu hatua uliopewa kusimama nayo, hiyo ndio utakayowajibika nayo. Lakini hiyo pia ndio itakayosimama kama hukumu kwako, kama ndio maisha kwako ya kiroho ambayo umepewa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. 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 Okay, nimekuwa nikimalizia kipengele kinachosema aliye na roho ya Mungu ni zaidi ya wachawi na waganga. Au nikiwa na roho ya Mungu mimi ni mkuu wa wachawi na waganga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mungu amekuwa akiondoa ukoko ambao umekuwa ukibaki kwenye akili za wapendwa wengi. Na wapendwa wengi wamekuwa wakiamini kama wachawi wana nguvu sana. Lakini wamekuwa wakiamini kama wafuga majini au wale ambao wanatumikia kuzimu ndio wana nguvu kuliko wao. Ni namna ya uelewa mdogo wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ni namna ya uelewa mdogo wa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliyetutengeneza ametutengeneza zaidi ya chochote kisichofaa. Bwana Yesu asifiwe. Ametutengeneza zaidi ya yeyote asiyestahili. Ametuandaa kwa kiwango ambacho hakuna mwingine wa kukifikia. Namna ambayo Mungu amekuumba nayo, hakuna kiumbe kilichopewa kuwa kama ulivyo. Iwe ni malaika, iwe ni wanyama au chochote unachokijua. Aliyepewa sura ya Mungu ni mwanadamu peke yake. Aliyepewa kuwa na mfano wa alivyo Mungu ni mwanadamu peke yake. Peke yake. Kwa hiyo hakuna chochote duniani ambacho kilipewa nafasi aliyonayo Mungu zaidi ya mwanadamu. Kwa hiyo kwenye maisha yako unachotaka ujue,
hakuna pepo au jini ambaye ana nafasi inayokuzidi wewe. Ambaye ana nafasi inayokuzidi wewe. Na hakuna mjumbe yoyote wa kuzimu anayekuzidi wewe. Kwa hiyo ninaposema aliye na roho wa Mungu ni zaidi ya waganga na wachawi, unatakiwa kuelewa kuwa wewe ni zaidi ya waganga na wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu usipojua hilo utaanza kuogopa. Na usipojua hilo utaanza kuwa na mashaka, utaishi kwa mashaka. Na wapendwa wengi wanaishi kwa mashaka. Hawaombi kwa sababu wanamhitaji Mungu. Wanaomba kwa sababu wanaogopa kupigwa vichwa. Hawaombi kwa sababu wanahitaji neema ya Mungu. Wanaomba kwa sababu wanahitaji ulinzi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kanisa lazima tuwe makini sana na namna tunayoenda nayo, kwa sababu tumekuwa tukiishi nje ya asili ya Mungu aliyotuumba nayo. Ndio maana anapozungumza kwenye kile kitabu cha Mwanzo, anaposema na tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wa kwetu akatawale. Kwa hiyo mtu aliyetengenezwa aliandaliwa kwa ajili ya kutawala. Lakini huyo mtu anatawala akiwa na sura ya Mungu, akiwa na mfano wa kwake. Anaweza kusema kitu akakisimamia na kukiishi. Ukiona una lugha mbili, una tabia za shetani au una tabia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema maneno yenu kama ndio yawe ndio, na kama sio yawe sio. Ukiona una lugha mbili, maana yake haujiamini kama ambavyo shetani hajiamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hautakuwa zaidi ya shetani, kwa sababu hata shetani mwenyewe hajapewa kuwa na neema kama ulionayo. Na ndio maana Yesu anapotuma au anapotutuma alisema, pozeni wagonjwa, toeni pepo, fufueni wafu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna pepo anayeweza kusimama mbele yako akawa na mamlaka kuliko wewe, akawa na nguvu kuliko wewe. Na hakuna ugonjwa unaoweza kukaa mbele yako ukawa na mamlaka au maamuzi kuliko wewe. Ndio maana amri tuliyopewa ni ya kuondoa hao mapepo, lakini kupoza magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama kulikuwa kuna maumivu, kuyanyamazisha maumivu. Kama kulikuwa kuna pepo, kuliondoa pepo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Neno toeni ni amri. Toeni ni agizo. Ni agizo, sio ombi. Sasa wapendwa wengi wamekariri maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mengine unapofanya sio maombi, ni amri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa neema ambayo limepewa kanisa si neema ambayo inalingana na ya mchawi, inalingana na ya mpunga pepo, inalingana na ya mfunga majini, inalingana na mfuasi wa shetani. Ni neema ambayo inafanana na ya Mungu, kama ambavyo yeye kwenye nafasi yake hakuna kinachomzidi
namna hiyo hiyo alitengeneza kwa mwanadamu mwenye roho ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama ambavyo yeye ana mamlaka juu ya vyote, namna hiyo hiyo aliweka ndani yako. Hicho ndicho ninachotaka ukijue. Kwa sababu sio kaja hapa mwanangu unalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unalia, hautaoneka, hautajulikana umeokoka au haujaokoka. Na hautajulikana wewe ni sura ya Mungu au ni sura ya shetani. Ni mfano wa Mungu au ni mfano wa shetani. Kwa nini? Kwa sababu kutoka kwenye nafasi ya Mungu, aliyepewa nafasi inayofuata ni mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana nasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa hiyo kama mtoto wa nyoka ana sumu, kama mtoto wa nyoka ana tabia za nyoka, lazima uhakikishe na wewe uliye mwana wa Mungu una tabia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa bata wafundishwe kuchezea maji. Anazaliwa akiwa anajua kuchezea maji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mtoto wa mbwa hafundishwi kubweka. Bwana Yesu asifiwe. Halikadhalika ndivyo walivyo wana wa Mungu. Kuna baadhi ya mambo hautafundishwa na mchungaji wako. Ukishajua wewe ni nani, asili yako, ila kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ile asili yako inaanza kukufanya uwe sawa sawa na ile asili yako. Na ile asili yako. Na ndio maana kuna watoto wanazaliwa saizi akajafundishwa kukataa, ila kenyewe unakuta kana kiburi. Ni asili. Asili anakotokea, au asili ya malezi aliyopewa ndio iliyomfundisha. Ila hakuna mzazi aliyemwambia wewe mtoto uwe na kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Halikadhalika ile neema ya Mungu inapoingia ndani yako. Nisikilize, naweza nikakutolea mifano michache. Tunamwona Yakobo anatoka kwa baba yake akiwa anamkimbia kaka yake. Akiwa anamkimbia kaka yake, baada ya kuchukua nafasi ya uzaliwa wa kwanza, lakini akachukua na mbaraka. Kaka akasema nasubiri baba afe nikukate kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baba yake alipojua na mama yake akamwambia Yakobo njoo. Wakamwongezea baraka zingine, wakamwambia nenda kwa mjomba wako huko kaishi huko na utaoa huko ina mzako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipofika kwa mjomba wake alikutana na mitihani. Mitihani aliyokutana nayo ya kuweza kubadilishiwa mshahara wake anapotaka kuanza kujitegemea. Tunamuona maandiko yanasema Yakobo akachukua fimbo. Alifundishwa wapi? Alifundishwa wapi? Alifundishwa wapi? Kaondoka kwa baba yake, na baba yake hajawahi kukaa kwa mtu akazulumiwa mshahara wake. Yeye tangia alipozaliwa kwa Ibrahimu, ameishi na Ibrahimu mpaka Ibrahimu anaondoka. Amekaa na baba yake Ibrahimu, kabisi mali za baba yake Ibrahimu. Hakuwahi kuwa mtumwa. Akakutana na hayo akatengeneza fimbo. Mara kujifunza kwa baba yake, ila alicho nacho ndani kilianza kumtengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninachotaka uelewe neema tulio nayo, ukiruhusu itawale juu yako, ina uwezo wa kukufundisha vitu ambavyo hata mchungaji wako hajawahi kufundisha, hata kiongozi wako hajawahi kusema na wewe. Hajawahi kusema na wewe. Ni kwa nini unaweza kutamani baadhi ya neema ambayo wanayo baadhi ya viongozi,
lakini kuna vitu ambavyo Mungu mwenyewe anatakiwa aanze kusema na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu asili yake ni chanzo cha jambo jipya. Ukishakuwa na asili ya Mungu, unakuwa chanzo cha asili ya jambo jipya. Ile neema iliyotengeneza vitu vipya ulimwenguni, iliyotengeneza dunia, iliyotengeneza mwanadamu, ile neema iliyokuwa kwa Bwana inaanza kukaa ndani yako, inaanza kutembea na wewe, inaanza kufanya kazi na wewe. Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa neema ya Mungu tuliyopewa sio ya kawaida ya kujilinganisha na mchawi, si mfasi wa Freemason, sijui mwenye pete za Kinigeria. Hao sio wa kujilinganisha nao. Sio level yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukishakuwa na Mungu, hao sio level yako. Wanapaswa kuwa vibaraka wako, wanapaswa kukaa chini yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe unayekumbuka tulisoma kwenye kitabu kile cha Daniel ile sura ya 5. Kama unakumbuka mstari unaweza ukasoma. Wewe unayekumbuka ulikuwa hapo kwenye ibada. Tulisoma ile Daniel 5. Daniel 5. Daniel sura ile ya 5. Ngoja nianzie mstari wa 6. Leo naanzia mstari wa 6 ila nilisoma mwingine. Anasema ndipo uso wa mfalme ukabadilika, fikra zake zikamfadhaisha. Anasema viuno vyake vikalegea, magoti yake yakagongana. Mfalme akalia kwa sauti kubwa, akaamuru waletwe wachawi na Wakaldayo na wanajimu. Mfalme akanena akawaambia wenye hekima wa Babeli, mtu awaye yote atakaye soma maandiko haya na kunionyesha tafsiri yake atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, naye atakuwa mtu wa 3 katika ufalme. Basi wakaingia wenye hekima wote wa ufalme, lakini hawakuweza kusoma yale maandiko wala kumjulisha mfalme tafsiri yake. Mstari wa 9 anasema, ndipo mfalme Belshaza akahangaika sana, uso wake ukabadilika, na wakuu wake wakaona fadhaa. Basi Malkia kwa sababu ya maneno ya mfalme na ya wakuu wake akaingia katika nyumba ya karamu. Malkia akanena akasema, ee mfalme, uishi milele. Fikra zako, nataka kauangalie kuanzia hapo. Fikra zako zisikufadhaishe, wala uso wako usibadilike. Kalia mstari wa 11. Anasema yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake, na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Na mfalme Nebukadneza baba yako akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na Wakaldayo na wanajimu, kwa kuwa roho njema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uwezo wa kufasiri ndoto na kufunua maneno ya fungu na kufungua mafundo zilionekana katika Danieli huyo, ambaye mfalme alimuita Belshaza, na aitwe Danieli, naye ataonyesha tafsiri. Bwana
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asangalia kwa nini kichwa chetu kinazungumza kwa habari aliye na roho wa Mungu. Yeye ni zaidi ya waganga, ni zaidi ya wachawi. Kwa sababu sitamani kuwa na watu ambao watalia kwa sababu ya waganga, watalia kwa sababu ya wachawi, watalia eti kwa sababu kuna mapepo. Hapana, hiyo sio sehemu ya Kristo aliye na Kristo. Hiyo ni kazi ya watu wa dini wasioishi na Mungu, wasiokuwa tayari kutembea na Mungu, wapo tayari kutembea na mawazo yao, ambao hayo sio sehemu ya watu ambao wanaishi neno la Bwana. Nilikwambia neno la Bwana ni roho ya Mungu, ni matamanio ya Mungu, ni nafasi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asangalia mfalme aliwaamini waganga, aliwaamini wachawi na kuwa na uwezo wa kumsaidia kufasiri ndoto yake. Kama bado kwenye ukoo wako kuna watu ambao wamewaamini waganga, wako tayari kuvua nguo mbele za mganga wa kienyeji na kuchanjwa chale. Wako tayari kuogeshwa, iwe ni barabarani, iwe ni kwenye mto, iwe ni njia panda, iwe ni njia kuu. Wako tayari kufanya hivyo. Kwa sababu kuna watu ambao wanaoamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Walipoamini hao waganga wakawaleta, maandiko yanasema wakashindwa kufasiri ndoto. Mfalme amewaambia yote atakayeweza kufunua haya atakuwa watatu katika ufalme. Atakuwa watatu katika ufalme, lakini walishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme akaendelea kufadhaika. Wakati anafadhaika, akaja malkia akamweleza mfalme, usifadhaike kwa ajili ya jambo hili, yuko mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Usakuwa na roho ya Mungu hujulikani na kila mtu, hujulikani na kila mtu. Si kila mtu anaweza akajua kilichoko ndani yako. Si kila mtu anaweza akaelewa kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu chenyewe huwa kifunuliwi kwa kila mtu. Huwa kifunuliwi kwa kila mtu. Na ndio maana ni rahisi watu wengi kukujua kama yule fulani, lakini wasijue ulicho nacho uko ndani. Danieli alikuwa ndani ya huo ufalme, yupo ndani ya huo ufalme. Wanajimu wanaitwa, waganga wa kienyeji wanaitwa. Unaweza ukawa umeokoka lakini wanaitwa wachawi kwenye ukoo wako, wanaitwa waganga kwenye ukoo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wachawi wanaogopwa lakini Mungu wako haogopwi. Mungu wako haogopwi. Kwa nini? Kwa sababu dunia imezoea kuamini katika mwili, si katika roho. Dunia imezoea kuamini wabaya kuliko wema, lakini wema ndio silaha inayomwondoa mtu mwovu. Wema ndio silaha inayomaliza shetani. Ndio maana mahali ambapo pana wema shetani hakai. Shetani anaishi mahali ambapo pana uovu. Shetani anaishi mahali ambapo pana mabaya. Shetani anaishi mahali ambapo pana wakaidi. Shetani anaishi mahali ambapo pana wenye chuki. Shetani anaishi mahali ambapo pana waovu. Mahali ambapo wapo watakatifu, shetani hana nafasi. Hata kama ataingia, lakini hana la kwake. Andiko nasema yule Danieli, mfalme baba yako alimfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Angalia kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya mtu. Yaani zaidi ya waganga na wachawi. Na nilikwambia wachawi na waganga ni maagenti wa kuzimu. Unapounganika na mganga wa kienyeji unaunganika na kuzimu. Unapounganika na mchawi unaunganika na kuzimu na shetani kabisa. 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 Ndio maana mtu ukiona anaenda kwa mganga wa kienyeji kutafuta tiba, maana anatafuta tiba kwa shetani. Anatafuta tiba kwa shetani. Haijalishi anaenda kanisani au haendi kanisani.
Haijalishi wanaabudu au hawaabudu, lakini anahitaji msaada kwa shetani, amemwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninachotaka ujue neema ambayo Mungu ameiachilia ndani ya kanisa la kiroho, au ndani ya kanisa linaongozwa na Roho Mtakatifu, au ndani ya watu wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Ninachotakiwa kuelewa, wao si chini ya wachawi, wao si chini ya majeshi ya shetani, wao si chini ya mawakala wa shetani. Wao ni zaidi yao, wao ni zaidi yao, wao ni zaidi yao. Neema ile iwe juu yako, neema ile iwe ndani yako, neema ile iwe juu yako kwa jina la Yesu. Ndio maana mtu anamtumikia Mungu wa kweli si mtu wa kawaida, kwa sababu kila ambacho kuzimu haiwezi mseka kasia. Kumbuka waganga na wachawi na wanajimu, hao walikuwa ni maagenti, ni mawakala wa shetani. Hata shetani mwenyewe hakuweza kuwapatia majibu, hata shetani mwenyewe hakuweza kuwapatia ufunuo. Ndio maana kuna vitu ambavyo shetani haviwezi, wao utaviweza. Shetani havijui, wao utavijua. Shetani hawezi kuzuia kabisa. Ninachotaka uelewe, ninachotaka uelewe, namna Mungu amekutengeneza si namna ya kawaida. Ni namna ambayo inatawala ulimwengu, ni namna ambayo inatawala dunia, ni namna ambayo inatawala kuzimu. Haijalishi kuna watu wanajiita vibasa, haijalishi kuna watu wanajiita wafunga majini, haijalishi kuna watu wanajiita wachawi, haijalishi kuna watu wanajiita waganga. Mahali unaposimama kwa roho, basi unatembea na asili ya Mungu. Huwezi kutembea na asili ya Mungu kama uongozi na roho, kwa sababu Mungu ni roho, na waabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Wewe unatembea kwa roho, lakini lazima utembee katika kweli. Ndio maana Danieli aliposimama kwenye hili eneo, waganga walikosa majibu ya mfalme. Kuna waganga walikosa majibu, au walikuwa kutembea na majibu ya mfalme, lakini Danieli alitembea na majibu. Unapotembea na roho wa Bwana, unapotembea kwa maongozi ya roho, unatembea na majibu ya watu, unatembea na uzima wa watu, unatembea na majibu ya taifa, unatembea na majibu ya wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Yaliyoshindikana kwa wafalme, kwako yanakuwa yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Yaliyoshindikana kwa waganga wa kienyeji, kwako yanakuwa yanawezekana. Na ndio maana Danieli aliwekwa juu ya waganga na wachawi. Kwa nini Mungu alitupatia taarifa hizi? Kwa sababu amekusudia kulifanya kanisa lake kuwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa sababu alitengeneza kanisa lake kwa kiwango ambacho ni cha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa kiwango ambacho ni cha shetani. Kitosha krepa. Asakata. Ninachotaka uelewe, Mungu anapokuwa amekutengeneza kwa kiwango cha kwake. Anachotaka yeye sicho anachotaka shetani. Anachopenda yeye sicho anachopenda shetani. Atakachokitumia yeye sicho atakachokitumia shetani. Wala sio mtu wa kutumiwa na ibilisi, wala sio mtu wa kuendeshwa na ibilisi, wala sio mtu wa kuendeshwa na uovu. Wao unatawala juu ya waovu, anakuwa juu yao iwe juu yako, anakuwa juu yao iwe juu yako, anakunyanyua zaidi yao, anakunyanyua zaidi yao. Kokote uliko kwa jina la Yesu, kokote uliko neema hii iwe juu yako kwa jina la Yesu. Mungu anapotutengeneza hatupeleki kwa kiwango kile ambacho shetani ataweza. Ndio maana anatutuma mahali ambapo yuko shetani. Anasema toeni pepo, posheni wagonjwa, fufueni wafu. Maandiko anasema, akasema Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta kuwafungua wafungwa, kuwatangazia mateka uhuru wa Bwana, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Hao watu waliofungwa wamefungwa na nani? Wamefungwa na uovu, wamefungwa na mabaya, wamefungwa na ibilisi. Waliofunguliwa za kuwafungulia hawa mtu anayetembea kwa roho, uzima wa kwao. Mtu anayetembea kwa roho, sio wewe, kwa jina la Yesu. Hauhitaji kuteseka mtu wa Mungu.
unahitaji kujua haki yako. Wapendwa, wengi wanateseka kwa sababu hawajui haki yao na hawajui kwa wao ni akina nani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hawakuumbwa ili watumiwe na shetani, waliumbwa ili watumiwe na Mungu. Maana shetani hakuwekewa sehemu kwenye maisha yao. Ukisoma Biblia yako kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 2, anazungumza kwa habari ya kumpatia mtu vitu vyote. Wala Mungu hakuweka chini ya malaika, ila aliweka chini ya mwanadamu. Hapo anazungumza, anasema mwanadamu huyu bado hajajua. Na wengi wanateseka sio kwa sababu wanastahili kuteseka, ni kwa sababu hawajui haki yao. Ya kwa Mungu aliwafanya wao kwa kina nani, na amewafanya wao kuwa zaidi ya nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ili uweze kuitawala kuzimu, lazima uishi kiroho. Amen. Na lazima ujue kutembea kwa kiwango ambacho Mungu anakufundisha. Nilikwambia hivi, hata kama hujajazwa roho, nishike lile neno. Lile neno ni roho ya Mungu. Sawa neno la Mungu ni kitabu kile cha Yohana ile sura 6. Yesu anasema, ukisoma ile mistari ya jirani na mwisho kabisa kule, anasema maneno haya ni roho pia ni uzima.